Najua Uncle Chris TZ, najua kwamba mnakuwa na kitu pendwa sana ambacho mlikisubiria kwa muda mrefu sana. Sasa mimi nikiwa kama host wenu, sihitaji hata kuficha hata kitu kimoja kwamba kuna vitu vingi ambavyo unatamani sana ningeviweka wazi ili dunia ijue. Moja kati ya hivyo vitu ni kuiona kijana yeyote yule wa Kitanzania akiwa anapiga hatua ya kimaendeleo sana au kuendelea zaidi katika nafasi ambazo zinampa nafasi nyingine pia ya kuweza kujishuhudia mambo makubwa katika nchi hii. Sasa mimi kitu ambacho napenda kuambia au kuarifu ni kwamba sisi vijana wa Kitanzania waga tunapenda sana kufanya mambo mengi. Kwenye akili zetu kuna vitu vingi sana na vikubwa vya kuweza kufanya, lakini ni kitu kidogo tu kinakuja kutukwamisha kuweza kufanya hayo mambo. Moja ya hivyo vitu ni uoga. Tunakuwa na uoga, tunakuwa na aibu, vitu ambavyo vinashindwa kutupa nafasi nyingine ya kuweza kuendelea kupiga hatua. Ukimuuliza kila kijana ambaye ametapakaa kwenye hii nchi, atakwambia mimi nina ndoto ya kuwa mtu fulani, mimi natamani ningekuwa na kitu fulani. Au mtu anakaa kijiweni anakwambia ningekuwa na hela ningefanya 1 2 3. Lakini hivyo vitu hawezi, kwa sababu ameshikwa na aibu. Hivyo vitu vinawezekana. Vile sisi ambao ni Wakristo waga tunaamini sana moja kwa moja kwamba kuna vitu ambavyo tukivifanya sisi kama sisi, kuna kitu ambacho kimewekwa ndani yetu, tunakiona kabisa kwamba hiki ni dhahiri, tunafanya vitu kwa mpangilio ambao ni mkubwa sana. Sababu Kristo sisi ashatufanyia mambo makubwa. Sisi Kristo ashatutengea mambo ambayo ni mazuri sana, ambayo yanavutia, ambayo yanapendezea, ambayo yanaleta hata ile hamasa, anakupa ile kitu fulani ambayo ni amazing sana kwenye maisha yako. Sasa kuna raha ambayo huwezi ukaipata kwenye hii dunia mpaka uende na Kristo ndani yako. Kwa na hayo aibu uoga ulionayo ni kwa sababu hujabeba Kristo ndani yako hajakufundisha. Ulifikiri Wafilipi kuandika naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu alikuwa hana akili. Alikuwa na akili, ila ni kwa sababu tu watu wengine huaga hawatathmini hizo mistari. Vitu vingine huaga tunavifanya kwa nguvu za Roho Bwana. Wewe unafanya mambo kivyako, unawaza hili baadaye unaachia. Hilo wazo ambalo unaliwaza kabla hujalitendea kazi umkabidhi Mungu wako aliyekuumba. Wewe ni nani? Fanya vitu ukiwa unamuunganisha Mungu wako aliyekuumba. Kwamba Mungu, mimi nimefanya 1 2 3, lakini nahitaji kufanikiwa kwenye 1 2 3. Wewe ni nani bwana? Sio vitu kila kitu unakifanya kivyako wewe. Sio kila kitu unakifanya kivyako. Utaona tu watoto wadogo wanatoka hapa chini wana grow. Watakuja mjini kwako, wametoka huko Mwanza, wametoka Mara, wametoka Bukoba, Kagera kule Kilimanjaro, Kigoma, wamekuja mpaka mtaani kwako. Wao wanakuja wanafaulu, wanaziona fursa, unaondoka. Ni kwa sababu wewe tu hujamhusisha Mungu wako. Kuna vitu ambavyo unataka kuvifanya, muhusishe na Mungu wako akujue. Wewe ni nani? Who are you? Sasa sio kila kitu unakifanya kivyako. Mimi nafanya kivyako. Sawa, uko serious. Unafanya mambo yako, unaweka hadi sana, lakini umshirikishi Mungu wako. Mambo yote utakayokuwa unafanya atakuwa negative. Kuna siri ya kumjua Mungu bwana. Kuna siri ya kumhusisha Mungu kwenye mambo yako wewe. Acha mambo yako hayo. Wewe utapita